macho tu, hata moyo una. Na wakati mwingine anayesikia zaidi si anayesema. Yeye alitembea na maumivu moyoni, amechoka na ahadi zisizotimia maishani. Kila alipopenda alishia kuumia, ndio maana akaamua kimya kuhamia. Afadhali nimekuona. Yaani siku zote hizo mtoto anasoma shule, wewe hujulikani ulipo. Matumizi huu mwezi wa 3. Wewe ni mtu mzima kama mimi, tunashindwa kweli kumwangalia mtoto wetu? Inakuwaje unakuwa kama hivyo? Unamwona mtoto anatakiwa kula, mtoto anatakiwa kuvaa, anatakiwa alipewa ada ya shule. Wewe uonekani upo wapi sijui. Mama Zuu, sikia. Hapa nina michakato nitarekebisha hivi punde. Sawa? Michakato hiyo mpaka lini? Kule kwa China ndio mambo yamekuwa mengi. Kwa hiyo mimi nitakurekebishia tu. Mbona mwanzo nilikuwa nakutumia? Kuangalia mtoto mpaka anafikia tu anavaa yebo. Na kumuona hivi hali yake ni kweli. Wewe baba mtu unaonekana kabisa, yani baba mwenye hela. Huu ni mwezi wa 3 hujaleta matumizi ya mtoto. Unategemea sisi tunaishije na mtoto? Kuna chochote unachokileta. Unategemea nini? Nakupa wiki 2. Kama hujaleta matumizi ya mtoto tunamleta akae na wewe. Mimi mtakaje naye mtoto wa kike alafu anakuwa unajua. Hivi majirani wanataka waseme nini, waniambie nini mimi? Hapana, haiwezekani mimi umenihangaika na mtoto wakati wewe baba huko. Mimi sitaki kujua kama mtoto watu watajiwaje, majirani watasemaje. Mimi ninachotaka wiki 2 kama hujaleta matumizi mtoto nakukabidhi ukae naye. Usifanye hivyo bwana Mazuri. Inabidi univumilie bwana. Michakato itakaa vizuri tu bwana. Hata kama ni giza wewe ni mwanga wangu wa kweli. Le hanahangaika kuuza mwili kwa lazima, ili mdogo wake apate maisha bila dhiki na drama. Anaogopa mapenzi, anaona ni sumu. Abduli kitu gani bwana? Mimi sijapenda kabisa unajua. Wewe mchumba anakuja alafu unaanza kumsilibia maneno kama yale. Hiyo ndo salamu? Unataka salamu ya nini? Ili endelee kunisilibia au? Kwa mchumba gani? Yule ni wife material. Wife material. Sema wife material. Kwa wife material gani? Kwanza umehamia wapi? Mbona unaonekana? Unataka kujua nini? Asa unje kuniambia tena. Sikuoni. Asa unategemea mimi nimpe ujumbe gani? Mwambie tu hayupo. Afu unajua ya Abdul, unajichetua sana. Hivi kabisa yani kwenye akili zako timamu, eti wife material. Mtu wenyewe na konda yule pale ana hata nyama mwilini. Unataka tupate nyama? Kwani ni muuza bucha yule? Wewe nyama za nini? Tuachane nayo. Hivi Abdul sasa hivi unaishi wapi? Unataka kujua ili iweje? Uje na kule unisilibie pia. Achana nayo bana. Mimi nataka kujua tu unaishi wapi. Kwani mimi naye tuna ugomvi jamani? Kuonyesha ninapoishi. Kwani bado unanipenda tu? Nakupenda. Kwa nini nikupende? Kwani ukuuliza mtu ndio imekuwa shida jamani? Mimi si nimekuuliza tu kwamba umehamia hapa. Bado unanipenda mpaka sasa hivi? Hujanisahau tu. Aikia Mungu. Nishazaliwa jipya. Sielewi leo. Mbona sikuelewi kabisa? Mbona furaha sana? Amna nifai. I'm doing. Umeniharibia ile huko. Tukule minyama au sio? Kama ukipenda. Kwa hiyo mimi nakusikiliza tu. I'm doing. Kwa mimi sijapenda sana vile ulivyonifanyia bwana. Uwezo kauniharibia kwa mchumba. Unajua yule ni ndo mchumba, wife. Kwa mchumba yupi? Si ndio yule? Au kwa vinyama vake uzembe vile nyikonde vile ndio vinakusumbua wewe? Acha hizo wewe. Watu wanataka akupe mambo mazuri unajishaua.
Kwa unasemaje? Nisemeje? Kama sielewi. Naomba tu nisindikize nyumbani. Lingine tena hilo. Nataka tena ukaniharibie na huko kwenu. Bwana tuondoke bwana. Hapana bwana. Mimi wewe nakujua. Unaogopa nini bwana? Dakika moja mbele tena. Acha hizo bwana, acha uoga. Sio nisindikize nyumbani. Ndio mara kwanza leo. Twende bana. Kama sielewi. Nisindikize basi. Twende tu basi. Amdi. Moyo wangu unasikia kilio chako kimya. Nakupenda hata dunia ikikataa. Tutapigana hadi mwisho wa pumzi zetu. Nakupenda kwa ishara na macho, mapenzi yetu hayahitaji sauti. Hata kama ni giza, wewe ni mwanga wangu wa kweli. Baby. Safi vipi? Poa, niambie. Poa, namuulizia dada mmoja anaitwa Shakira. Takataka au ulinzi? Nani? Shakira vipi? Poa. Mambo gani unanifanyia? Unafanya nini? Kwa siku hizi kichumba kimegeuka dampo au sio? Wewe usichokiona na kukielewa nini hapa? Mimi nakaa na watu wenye kuhudumia, wenye kunifariji. Wewe unataka kunitumia na kuto kunipa hela matumizi. Kwa nini sasa? Hivi wewe kiburushuki na kupeleka nakaa na watu wenye wanyama zao, wenye pesa, wenye mapenzi, wenye kunipetipeti. Nishatoka hizo zama. Shakira, nitakuja kukufanyia tukio hilo kutoka kwa uamini. Umechelewa. Hakuna shida. Hilo pigo ulionipa, jiandae na wewe, nitakuja kukujibu. Hainistoi. Wapumbavu wakubwa nyinyi. Hebu nenda bwana wewe. Acha tu hela zetu babu, twende ndani penzi wangu. Sitoka nimekusumbua. Wewe niambie tu ndugu yako. Kweli? Hamna, hujanisumbua. Hujanisumbua kabisa. Ongea tu kuwa huru. Kaka, mimi na changamoto. Changamoto gani tena basi? Changamoto tu ya mapenzi na masuala ya mahusiano. Vipi? Ujue mimi kuna mwanamke nampenda sana, lakini dada yake amekuwa kikwazo sana kwangu. Anaitwa Watende. Yeah. Ni bubu. Lakini Godi ni mzuri sana yule mwanamke. Ana shepu nzuri, ana muonekano mzuri, ana sauti nzuri sana. Kaka, mbona kama unanichanganya hivi? Wewe si unaniambia ni bubu? Kaka, nimekwisha pagawa. Ina akili sio yangu tena. Unajua nini? Mbaya zaidi mkutana na dada yake leo. Kiukweli ameongea lugha mbaya sana zaidi yangu. Ananiambia kwamba mimi na Watende basi. Kwamba ameongea na Watende, amemwambia kwamba mimi Watende anitaki tena. Nyumbani nisifike. Yaani hii kitu imenikata kabisa nakwambia Godi. Yaani kiukweli amenichanganya sana yule dada. Yaani amenivuruga. Unajua tayari nimeshaandaa maandalizi ya kuwa nayo mwanamke kwenye maisha yangu ya kila siku. Hii imekuja ghafla sana kwamba mimi ni mwache Watende. Hii imekuja ghafla sana Godi. Sasa sijui wewe kama ndugu yangu wa karibu si unanisaidiaje ndugu yangu? Sasa blaza yangu. Ndio. Usivunjike moyo. Wewe endelea kupambana. Acha na mambo mengine. Najua mapenzi yana siri kubwa sana. Kwa hata kama gari lenyewe lina mashimo lakini litafanyaje? Litaenda. Kwa hiyo ndugu yangu, usikate tamaa. Pambania kombe lako. Kaka napambana ujue. Ndio hivyo, ndio wanaume. Pambania kombe lako. Yeah. Kwa zidi kupambana. Pambana ndugu yangu. Usikate tamaa. Usivunje moyo. Pambana. Ila dada ananitisha sana. Asikutishe ndugu yangu. Ndio maisha. Ndio dunia ilivyo.
Unajua siku zote kitu kizuri hakitaki haraka. Umesema? Kitu kizuri hakitaki haraka. Kitu kizuri hakitaki haraka. Yeah. Hapo nimekuelewa ujue. Yaani kidogo ujue unakuwa unanijia moyo. Godi, akiamu nakwambia mimi nilikuwa nishakata tamaa. Usikate tamaa ndugu yangu. Kwa hiyo nizidi kupambana. Pambana ndugu yangu. Usivunjike moyo. Sawa blaza. Mimi nakushukuru sana. Lakini usiniache mwenyewe Godi. Siwezi kukuacha blaza wangu. Usikuache. Sababu unaelekea kama vile kuchanganyikiwa hivi. Hamna ndugu yangu. Wewe ukipata shida njoo tukane mawazo mawili matatu maisha yanaenda. Usivunjike moyo kabisa blaza. Yeye alitembea na maumivu moyoni, amechoka na ahadi zisizotimia maishani. Kila alipopenda alishia kuumia. Ndio maana kitambi kina shughuli, kumbe nijua cha uzembe. Kitambi lakini unasikia. Unajua sasa mimi ndio asali yao. Asali yao wapi? Wewe mbona kutafuta muda mrefu? Nenda kwa shangazi anakuita. Sasa hivi hapa ndani ya shangazi. Geuza nenda kwa shangazi. Na unashangaa nini? Haya tu kujiendekeza. Hata aliziki sisi koja hivi. Ndugu yako penda upate umalaya. je, dunia itawacha wawe huru sasa, au historia itajirudia tena? Nakupenda hata bila kusema, moyo wangu unasikia kilio chako kimya. Nakupenda hata dunia ikikataa, tutapigana hadi mwisho wa pumzi zetu. Nakupenda kwa ishara. Mwanangu nawe afadhali mwanangu umekuja. Dadako amekuja hapa asubuhi, kaongea maneno mengi sana yani kukuhusu wewe. Yani kaongea mengi sana kukuhusu wewe hapo. Kasema wewe sasa hivi umekuwa mtukutu. Yani umekuwa hueleweki. Sasa hivi umekuwa mlevi. Umekuwa mvuta bangi. Na anachokuambia wewe kumsikilizi dadako. Yani huelewi kila anachoongea na wewe, yani huelewi kabisa. Na pia akasema juzi ulitaka kumuua. Na kasema wewe tu una mpenzi. Je, ni kweli una mpenzi? Huyo mwanamume umempenda? Umempenda kweli? Basi kama unampenda, naomba umlete hapa nyumbani. Hapa aje tuongee naye. Kibidi alete barua, mfunge ndoa. Sijui umenielewa mwanangu? Umenielewa? Je, hivi dadako kweli aliongea ni ukweli? Analoa hivi. Hata mimi pia najua yule dadako ana mdomo sana. Lakini sasa kama ni hivi ni kweli, basi umlete huyo mtu mpaka hapa. Umenielewa mwanangu? Basi ufanye hivyo. Nitakusikia moyoni kama dunia inakataa, nitakuchagua tena. Hata majeraha yakiumiza kila siku,